Miaka ya nyuma wakalimani walikuwa ni wachache sana. Darasa tulikuwa tunapata shida. Mwalimu kufundisha, anafundisha somo la Kiingereza, anaongea tu Kiingereza, mwanafunzi kuelewa inakuwa ni changamoto. Mwanafunzi anaendelea na mambo mengine muda darasani, lakini afadhali miaka ya sasa hivi karibuni wakalimani wamezidi kuongezeka kwa sababu ya mipango ya CHAVITA pamoja na serikali. Ni kweli kwa zamani ilikuwa ni mbaya sana. Mimi niliwahi kutoroka shuleni kwa sababu sikuwa naelewa masomo darasani. Nachukua madaftari natoroka. Baba yangu anashangaa, nini? Kuelewa darasani, mimi sielewi darasani, mwalimu ni mkali, simuelewi. Ananiambia rudi shuleni, ananirudisha shuleni. Nilipoingia form 1 niliendelea hivyo naendelea mpaka nilipofika form 4 nikajitahidi. Nikafaulu. Nikaenda kusoma PCB. Kwa sababu masomo ya sayansi vizipenda tofauti na ati, kwa sababu maelezo ni mengi, vitabu vingi, fasihi kuvikamata vyote kwa viziwi inakuwa ni ngumu. Nikafaulu form 6, nikaenda form 5, nikasoma miezi mitatu nikaacha. Kwa sababu changamoto zilizidi. Nikaenda chuo cha ualimu. Nilipoenda kwenye chuo cha ualimu, nilofika chuo kimoja inaitwa, katika chuo hicho wanafunzi wote walikuwa nasikia, lakini kiziwi nilikuwa ni mimi peke yangu. Walimu hawakuamini, wewe utaweza kweli kufaulu? Wakakusanya vyeti vyangu vyote, wakavikagua, wakawasiliana na Wizara ya Elimu. Wakauliza kweli huyu amesoma na ni kiziwi, hawakuamini kama nitaweza kufaulu. Wakasema uzoefu wa kufundisha viziwi hawana. Wakatamani kunihamisha kwenda Patandi kwa sababu pale ni chuo pia cha ualimu. Pale walimpanga kimakosa. Lakini mimi nilikataa kuhama, nikawaambia naendelea hapa kusoma kwa sababu ya muda ulikuwa umeisha. Lakini serikali ikasema kama ataendelea vibaya itabidi ahamishwe, akakubali. Akaendelea kupambana na akafanya vizuri. Nimemaliza mwaka 2005. Nilianza Januari mwaka 2005 mpaka mwezi wa 10 nikawa nimemaliza. Mtaala wa zamani ilikuwa ni mwaka mmoja tu. Nikawa nimefaulu mwaka 2006, nikaenda kuanza kazi pale shule ya msingi viziwi, mpaka sasa hivi nipo nafanya kazi pale. Napenda sana kufundisha lugha ya alama kwa sababu viziwi ni ndugu zangu darasani. Na hapo darasani ndio maana mimi nafundisha lugha ya alama. Unaona wakalimani walivyokuwa wengi hapa kwa sababu ya juhudi hizo.